Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeanza mchakato wa kuandaa sheria mpya ya elimu ya mwaka 2026, hatua inayolenga kuifanya sekta ya elimu iendane na kasi ya maendeleo ya sayansi, teknolojia na mahitaji ya dunia ya sasa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa kamati ya elimu ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi yaliyofanyika Mazizini, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Lela Mohamed Musa amesema sheria inayotarajiwa itatoa msingi mpya wa kuimarisha usimamizi wa elimu na kuboresha ubora wa huduma zinazotolewa nchini. Amesema mabadiliko makubwa yanayotokea katika teknolojia ya mitaala ya elimu pamoja na mahitaji ya soko la ajira yameifanya serikali kuona umuhimu wa kuwa na sheria ya kisasa itaokidhi mazingira ya sasa na ya baadaye, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya serikali kupitia upya sheria zilizopitwa na wakati ili ziendane na maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kukubali ombi letu kama wadau muhimu wa kwenye sekta hii ya elimu ambao mnawakilisha upande wa wananchi kwenye Baraza la Wawakilishi, kuja kukaa na sisi serikali kwa ajili ya kuipitia kwa pamoja rasimu hii ya sheria ili muweze kutupa maoni yenu, muweze kutupa miongozo yenu na muweze kutupa mambo gani mnafikiria yanahitajika zaidi, ili rasimu hii ya sheria itakapotoka kuwa sheria iwe inaakisi wananchi, kwa sababu sheria zote zinawekwa kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi na kwa walengwa. Kwa hiyo tumefurahi sana na tunawashukuru sana mwenyekiti na wajumbe wa kamati. Tunajua mnakuwa na ratiba ngumu, lakini kwa umuhimu wa jambo hili linalohusiana na elimu mkaacha yote na mkasema kwa siku 2 tutakaa na nyinyi wizara ili kwa pamoja tuweze kuwasaidia. Tunawashukuru sana na karibuni sana. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, rasimu hii ya sheria ambayo tunaenda kuipitia leo inaenda kufuta sheria mama ambayo tuko nayo, ambayo ina umri wa miaka 44, sio? Sheria ya elimu ya mwaka 1982. Sheria hii tumekuwa ndani ya Wizara ya Elimu tangu kutunga kwake, ndio sheria ambayo tunaenda nayo. Lakini kufuatilia mageuzi makubwa ya kidunia ambayo yanaendelea, mabadiliko ya wakati, mabadiliko ya uhitaji, lakini kukua kwa mawanda makubwa ya elimu sasa duniani, tumefika pahali kama serikali tumeona sheria hii pamoja na kuwa muda baada ya muda ilikuwa inafanywa marekebisho, lakini imefika muda sasa wa kuifuta na kuwa na sheria mpya. Na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa maelekezo hayo na kusema kwamba sheria zote ambazo haziendani na wakati na zimekuwa ni kikwazo katika mabadiliko haya makubwa ya kimaendeleo na teknolojia ambayo tuko nayo ni lazima tuzifute. Kwa hiyo na sisi kama elimu, kama ambavyo tunajua, elimu is not static, is dynamic. Inabadilika kila uchao, hasa katika ulimwengu huu ambao umejaa uvumbuzi, umejaa teknolojia. Kwa hiyo ni lazima, manake ni lazima sheria hii tuifute. Ukiangalia vifungu vingi ambavyo vilikuwemo katika sheria ya mwaka 1982 na ukiangalia katika rasimu hii ya sheria ya 2026, vifungu vingi vinahitaji marekebisho, vingine vinahitaji kuondolewa kabisa, na kuna mambo mapya ambayo ni muhimu kwa sasa yawemo na kipindi hicho cha nyuma hayakuwemo kwenye rasimu hiyo. Kwa hiyo tunaamini jicho lenu itakapoona wasilisho la rasimu hii itaona mengi, na uzoefu wenu ambao mko nao utatusaidia sana katika kufanya maboresho kwenye rasimu hii. Kwa hiyo karibuni sana, na utaratibu wa leo ambavyo tumepanga hapa, tumesema baada ya kukifungua rasmi mafunzo haya tutafanya wasilisho. Lakini hili ni pendekezo na nini tutawasikiliza. Tutafanya wasilisho kifungu kwa kifungu. Wataalamu wetu, timu yote iko hapa ili muweze kuvisikia hivyo vifungu vilivyomo kwenye sheria yenyewe,
na baada ya wasilisho hilo, wakati wasilisho tutaomba musikilize, kwa sababu kikifanywa kifungu presentation, kifungu hichi yawezekana ukawa na swali, lakini pengine kifungu cha chini kinachokuja huko ikawa swali limejibika. Kwa hiyo wakati wa wasilisho, mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe, tutawaomba moyo wavumilivu, msikilize mpaka mwisho. Baadaye utakuwa ni muda wa mjadala. Tutajadiliana kifungu kwa kifungu ili tupate hasa kuona kwa jinsi gani tutaweza kuiboresha, na baada ya kumaliza mijadala hiyo ambayo tunaamini itakuwa chanya na yenye kulenga kuboresha, tutaahirisha mafunzo yetu haya. Na nataka niwathibitishie mheshimiwa mwenyekiti, sheria hii tumefuata taratibu zote tangu serikali ilipoagiza 2023. Mchakato huu umeanza 2023, wataalamu wetu hawa wakafuata procedure zote, na kwa sasa iko kwenye hatua tumeshaipitisha kwenye vikao vya wizara. Lakini baada ya kupitisha kamati ya uongozi, mapendekezo ambayo tulitoa, tukasema lazima tuje kwa kamati sasa za muhimili, baada ya sisi wenyewe wizara kujiridhisha kama hichi ndio tunachotakikana kiende huko. Kwa upande wake, mwanasheria wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Kulsum Rafi Suleiman, amesema rasimu ya sheria hiyo imebeba vifungu 62 vinavyoelekeza masuala mbalimbali ya uendeshaji wa sekta ya elimu, ikiwemo utaratibu wa uteuzi wa makamishna wa elimu. Ambapo kwenye pati ya pili ina kifungu cha 4 kitakachoanza, ambacho kwenye kifungu cha 4 kinakuja kwenye usimamizi wa elimu, ambapo kwenye sub 1 ya 4.1 ambayo inasema kwa kuzingatia masharti ya sheria hii, waziri atakuwa msimamizi mkuu katika usimamizi wa masuala yanayohusiana na elimu Zanzibar. Jukumu hili amepewa waziri. Na sub 2 yake ukija itakuwa kwa kuzingatia masharti ya kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu hiki, waziri atahakikisha kuwepo kwa sera zilizobora na maelekezo ya kimkakati kwa maendeleo ya elimu. B, atahakikisha kila mtoto atapata fursa ya kupata elimu ya lazima bila malipo na yenye ubora iliyokidhi viwango na taratibu zilizowekwa. C, atahakikisha viwango bora na ufanisi katika maendeleo ya mtaala. D, atahakikisha kupatikana udhibiti bora katika maendeleo ya elimu. E, atahakikisha viwango, ufanisi na ubora katika tathmini ya elimu vinadumishwa. F, atahakikisha elimu ya ufundi na mafunzo ya amali yanayotolewa kwa mujibu wa miongozo ya kisheria. G, ataratibu na kusimamia elimu ya juu Zanzibar. H, atawezesha upatikanaji wa mikopo na udhamini kwa wanafunzi. I, atasimamia utoaji wa huduma za maktaba na J, kusimamia ubora wa maendeleo ya mitihani. Kwenye kifungu cha 5 inakuja kwenye misingi ya elimu. Utoaji wa elimu utazingatia misingi ifuatayo: A, usawa katika upatikanaji. B, jumuishaji. C, ufanisi, ubora na viwango. D, uwajibikaji, uwazi na utawala wa sheria. E, kuzingatia utu wa binadamu na kutokuwa na ubaguzi. F, kuzingatia utamaduni na uwajibikaji wa pamoja. G, utawala bora, uadilifu, ushirikishwaji, na H, mashauriano na ushirikiano. Katika kifungu cha 6 kwenye rasimu yetu hii inakuja kumpa uwezo wa waziri. Katika utekelezaji wa usimamizi wa majukumu yake, waziri ataweza kufanya yafuatayo: A, kutoa miongozo kwa kuzingatia taasisi au mashirika linalojumuisha utoaji wa elimu kuendana na mipango ya maendeleo ya sera za kitaifa, viwango na vipaumbele vya elimu. B, kusababisha marekebisho yafanywe katika mipango ya maendeleo ya taasisi au shirika lolote linalohusisha ambalo shughuli zake zinahusiana na utoaji wa masuala ya elimu au huduma za elimu. C, kumwamuru kufanya utafiti au uchunguzi au kuzingatia taarifa ziwasilishwe kwake kuhusiana na nyanja mbalimbali za kielimu pamoja na utoaji wa huduma za kielimu kwa madhumuni ya kuhakikisha upatikanaji wa elimu. D, kuzuia matumizi ya kitabu chochote au vifaa ambavyo haviendani na mitaala, viwango vya elimu, maadili ya jamii, usalama wa taifa au maslahi ya umma, na kusababisha au kuagiza kufanyika jambo lolote linalohusiana na maendeleo ya elimu. Katika kifungu cha 7 kinakuja kwenye masuala ya uteuzi wa kamishna.
kutakuwa kuna katika kifungu hichi cha 7 kutakuwa kuna sub 1 hii inachosema kutakuwa na kamishna ndani ya wizara ambaye atateuliwa na rais. Sub 2, mtu ataweza kuteuliwa kuwa kamishna ikiwa mtu huyo ana sifa hizi: angalau shahada ya uzamili katika fani ya elimu kutoka taasisi na utambuliwa na serikali; B, uzoefu wa ufanyaji kazi wa angalau miaka 15 katika elimu na kiwango cha juu cha uzoefu wa usimamizi vyema masuala ya taasisi za umma au kibinafsi; na C, uadilifu wa hali ya juu. Katika kifungu cha 8 katika sehemu hii ya pili, kazi za kamishna, kutekateuliwa kwa huku tunampa majukumu yake ya kikazi. Kamishna atafanya kazi zifuatazo: kumshauri waziri kuhusu masuala yanayohusiana na utekelezaji wa sera ya elimu yanayohusiana na: 1, upangaji wa miundombinu na huduma za elimu; na 2, kukuza elimu na maendeleo ya skuli; na 3, jambo lolote linaloweza kuagizwa kwake na waziri. B, hiyo ni A. B, kuhakikisha upatikanaji wa elimu ya lazima kwa wanafunzi wote. C, kuhakikisha usambazaji wenye uwiano wa rasilimali za elimu. Na D, kufanya tathmini ya mahitaji ya elimu. Ile yote ilikuwa katika sub 1. Sub 2, kamishna katika utekelezaji wa majukumu yake atakuwa na jukumu la kuratibu masuala ya elimu yanayohusiana na skuli binafsi. Ya 3, pia kwa kuzingatia masharti ya kifungu kidogo cha kwanza cha kifungu hiki, kamishna katika utekelezaji wa majukumu yake atawajibika kwa katibu mkuu. Katika kifungu cha 9 kumewekwa nafasi nyingine ya afisa elimu mkoa. 1, kutakuwa na afisa elimu mkoa katika kila mkoa ambaye atateuliwa na katibu mkuu kutokana na mapendekezo ya kamishna. Naye mwakilishi wa jimbo la Ole, Seif Hamadi Suleiman, amesema sheria hiyo itasaidia kutatua changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika sekta ya elimu, huku akisisitiza umuhimu wa kurejeshwa kwa kifungu cha uteuzi wa kamishna ya elimu ili kuimarisha usimamizi wa sekta hiyo. Wajumbe wa kamati ya elimu na ustawi wa jamii wameeleza kuwa wataendelea kuichambua rasimu hiyo kwa kina ili kuhakikisha sheria itakayopitishwa inalinda maslahi ya wanafunzi, walimu, wazazi na wadau wote wa elimu Zanzibar. Jina langu ninaitwa Seif Hamadi Suleiman, mwakilishi wa wananchi jimbo la Ole na mjumbe wa kamati hii ya ustawi wa jamii. Leo tupo hapa Wizara ya Elimu ya Zanzibar kwa ajili ya kupata mafunzo kuhusiana na sheria na kuipitia sheria mpya ya Wizara ya Elimu ambayo inatarajiwa kuwasilishwa barazani. Ni ukweli kwamba sheria ambayo ipo sasa ni sheria ambayo imepitwa na wakati na upo uhitaji na wajibu wa wizara na serikali wameona umuhimu huo wa kutunga sheria mpya hii ya elimu. Mimi nikiri kwamba sheria hii tumeanza kuipitia ile rasimu yake ni moja miongoni mwa sheria bora. Ni moja miongoni mwa sheria mzuri ambazo zinakwenda kuondosha matatizo mengi ya elimu ambayo kwa sasa kwa njia moja ama nyingine yamekuwa yakilalamikiwa. Mimi ni wapongeze wizara na niwatie moyo. Yapo maeneo ambayo tutaona kwamba maeneo haya yanahitaji kufanywa maboresho, sisi tutawashauri na naamini kwamba Wizara ya Elimu ni watu wasikivu, watayabeba, watayachukua na kwenda kuyafanyia marekebisho. Lakini moja kubwa ambalo nimeliona kwenye sheria hii, wamekwenda kurejesha nafasi muhimu sana kwa nchi yetu, eneo la kamishna ya elimu. Eneo hili limefutwa muda mrefu, lilikuwa halipo na halifanyi kazi, lakini unaliona kwenye sheria hii limekwenda kurejeshwa kuwa na kamishna wa elimu na ambaye amewekewa majukumu yake yatakuwa ni yepi na yepi. Lakini pia imeweka msingi sasa ya kwenda kuteua maafisa elimu wilaya, maafisa elimu mikoa, lakini pia hata upatikanaji wa walimu wakuu. Unaona kabisa kwenye rasimu hii unakwenda kubadilika, itakuwa ni tofauti na sheria hii ambayo ipo. Tumeona kwamba huko nyuma wazazi na watu wengi katika jamii wamekuwa wakilalamikia upatikanaji wa walimu wakuu hawa ambao wanaziongoza shule zetu. Lakini rasimu hii imeweka misingi imara, misingi mizuri ya upatikanaji wa walimu wakuu. Haitokuwa tena kama sasa hivi ambavyo mwalimu mkuu anapatikana, lakini
Yote ya yote inakwenda kuweka mazingira mazuri ya watoto sasa kupata elimu. Matarajio yetu ni kuona sheria hii sasa inakwenda kufuta ile sheria ambayo ilikuwa ipo, ambayo ilikuwa inalalamikiwa na watu wengi, inalalamikiwa na wadau wa elimu, lakini sasa sheria hii inakwenda sasa kupandisha hadhi, inakwenda kupandisha sifa ya elimu yetu. Nikiripoti mimi ni Musa Hamad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.